usikum wa nafsi awalan bitaqwa Allahi ta'ala wa ta'atihi faqad faza almuttaqun. Ndugu Waislamu wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, watukufu wa Islam, awali ya yote kwanza ninazihusia nafsi zenu ndugu zangu Waislamu, na bila ya kuisahau nafsi yangu katika suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqad faza almuttaqun, na bila shaka wamefaulu wacha Mungu. Watukufu wa Islam, tupo ndani ya miezi ya ibada ya hija. Ibada ya hija inakuwa ni nguzo ya tano katika nguzo tano za dini ya Kiislamu, nayo ni kuitembelea nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Kaaba, iliyopo katika mji mtakatifu wa Makka katika nchi inayoitwa Saudi Arabia. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura ya 3 Al-Imrani kuanzia aya ya 96, anasema inna awwala baitin wadi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin, hakika nyumba iliyokuwa ya kwanza kabisa iliyowekwa katika mgongo wa ardhi, msingi wake, na iliyokuwa tukufu nyumba hiyo kuliko nyumba zote anazoabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mgongo huu wa ardhi, ndani ya sayari yetu inayoitwa dunia. Nyumba hiyo ni Almasjidul Haram, Al-Kaaba, iliyopo katika mji mtakatifu wa Makka, yenye baraka ndani yake na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Aya hii ilimshukia Mtume sallallahu alayhi wasallama baada ya wanawazuoni wa Kibani Israil kuwaeleza Makuraish na Waarabu wote kwa ujumla ya kwamba nyumba iliyokuwa ya kwanza kabisa iliyowekwa msingi wake katika mgongo wa ardhi, na nyumba hiyo iliyokuwa tukufu kabisa kuliko nyumba zote, wanawazuoni wa Kibani Israil waliwaambia Makuraish na Waarabu wote kwa ujumla ya kwamba nyumba hiyo ni Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa, iliyopo huko Palestine. Waarabu wote wakanyamaza kimya, kwa sababu walikuwa wanaitakidi ya kwamba jambo lolote linalosemwa na hawa Bani Israili, jambo hilo ni sahihi, kwa sababu hawa ni watu waliokuwa na uzoefu wa unabii na utume na wahai. Vitabu vingi vilikuwa kwao tayari vimekwisha teremshwa, Taurati, Zaburi na Injili, na manabii wengi na mitume wengi walikuwa tayari wamekwisha fika kwao, mpaka kufika yule mtume wa mwisho aliyekuja kuufunga mlango wa unabii katika tumbo la Nabii Yaqubu alayhi salatu wassalam, Nabii Isa mwana wa Maryam, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao, alikuwa tayari amekwisha fika. Na mambo mengi hawa Waarabu walipokuwa wanataka kujua yanayohusiana na unabii na utume na wahai, walikuwa wanafunga safari kwenda kuwauliza wanawazuoni wa Kibani Israil, na hata Qur'ani yenyewe imewaita hawa ya ahlal kitabi, enyi watu mliokuwa na uzoefu wa unabii na utume na wahai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo akaanza kuteremsha kuanzia aya ya 96 katika sura ya 3 Al-Imrani, anawasuta wanawazuoni wa Kibani Israili kwa kuifanya haki kuwa batili na batili kuwa haki.
anawaambia inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lilalamina, hakika nyumba iliyokuwa ya kwanza kabisa na iliyokuwa tukufu kabisa kuliko nyumba zote iliyowekwa katika mgongo wa ardhi, watu wamwabudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyumba hiyo ni Almasjidul Haram, Al-Kaaba, yenye baraka ndani yake na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Al-Kaaba msingi wake aliuweka yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku ile ile ya kwanza alipokuwa anaziumba mbingu na ardhi, na ule msingi wa Al-Kaaba akauweka. Qur'ani imeweza kueleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi na ule uumbaji wa mbingu na ardhi jinsi ulivyofanyika. Katika sura ya 11 surati Hud aya 7 Qur'ani ikasema, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayami wa kana arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6. Uumbaji wa mbingu na ardhi, Qur'ani inasema ulifanyika katika muda wa siku 6. Siku 6 hizi zinazosemwa na Qur'ani sio hizi tulizokuwa nazo sisi za saa 24, masaa 12 mchana, masaa 12 usiku. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Msikilize anavyosema katika sura ya 22 suratul Hajj aya ya 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna, hakika siku moja ya kwa Mola wako kama miaka 1000 munahesabu nyinyi katika hesabu zenu za kidunia, kwake yeye ndiyo siku moja. Kwa hiyo anaposema aliziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6, sio hizi tulizokuwa nazo sisi za saa 24 katika sayari yetu inayoitwa dunia. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Qur'ani inasema ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi ilikuwa tayari alikwisha anza kuumba. Maji yalikuwa tayari yameumbwa, arshi ilikuwa tayari imeumbwa, na ile arshi ilikuwa juu ya maji. Wanasayansi, watu wa cosmology, ni fani ya kiilmu ya kisayansi inayofuatilia habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi na ule uumbaji wa mbingu na ardhi. Wanawauliza wasomi wa Qur'ani ikiwa kitabu Al-Qur'anul Karim kinasema ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi ilikuwa maji tayari yameumbwa, je, yale maji yalikaa juu ya kitu gani? Kwa sababu sasa hivi maji ya bahari, mito na maziwa yamekaa juu ya mgongo wa ardhi na yamebebwa na kitu kinachoitwa ocean floor, ile sakafu ya bahari. Na moja katika vituko vya siku ya Kiyama, Qur'ani inasema wa idhal biharu fujirati, na pindi bahari zitakapopasuliwa. Atakachokwenda kupasua ni nini? Atakachokwenda kubomoa ni nini? Ni ile ocean floor, sakafu ya bahari, ambayo ile sakafu ya bahari ndiyo imebebwa na ardhi, na katika ile ocean floor ndiyo imebeba bahari, mito na maziwa yamebebwa. Watukufu wa Islam, maji yana hali kuu 3. Hali ya kwanza ni hali ya umiminika, kama vile unavyofungua bomba. Yale ni maji. Maji yakiwa katika hali ya umiminika yanahitaji kubebwa na kitu, ndio maana unaweka chombo unayakinga yale maji. Hali ya pili ya maji ni hali ya mgando. Ukichukua bakuli ukayatia maji ukayaweka kwenye freezer ya kiganda, yale ni maji. Maji yakiwa katika hali ya mgando yanahitaji pia kukaa juu ya kitu. Hali ya 3 ya maji, wanakemia wanasema maji ni muunganiko wa hewa au ya gesi ya hydrogen na oxygen, na wenyewe kitaalamu wanaandika
alafu pale chini wanaweka 2 ndogo. Maana viasilia maada viwili vya hydrogen jumlisha kiasilia maada kimoja cha oxygen, kinapatikana kitu kinachoitwa maji. Maji yakiwa katika hali ya gaseous yanakuwa hayahitaji kukaa juu ya kitu. Qur'ani inaposema ya kwamba kabla ya kuumba mbingu na ardhi, kwamba cha kwanza alichoumba kwamba ni maji, yale maji yalikuwa katika hali ya kigesi. Maji yakiwa katika hali ya kigesi hayahitaji kukaa juu ya kitu. Qur'ani imesema kweli. Ukiwauliza watu wa cosmology, mwanzo wa ulimwengu huu ulikuwaje, watakwambia mabilioni ya miaka iliyopita kulikuwa na gesi za aina mbalimbali. Kumbe cha kwanza kilichoumbwa, Qur'ani inachokisema hapa, ni gesi za aina mbalimbali zilikuwa tayari zimekwishaumbwa: hydrogen, oxygen, neon, helium, carbon dioxide na kadhalika na kadhalika. Zile gesi zilikuja zikavutana, zikasokotana, zikatengeneza maada moja mfano wa tofali moja. Ndio ukatokea mlipuko uliokuwa mkubwa ambao wanasayansi ndio wanauita Big Bang. Ndio vikapatikana vipande vilivyokuwa vikubwa vikubwa na vidogo vidogo vikarushwa katika mwelekeo uliokuwa tofauti tofauti. Vipande hivi ndiyo maumbile yote yaliyosheheni ndani ya ulimwengu, ikiwemo na sayari yetu inayoitwa dunia. Na katika kuitilia mkazo hoja yao, wanasema ya kwamba ikiwa kama maumbile yote yatarudishwa nyuma, yanakuja kuwa maada moja. Qur'ani ilikuwa imekwisha sema katika sura ya 21 Al-Anbiya aya 30, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataknahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minuna. Je, hivi hawakuona wale wanaopinga ya kwamba ulimwengu huu kwamba eti ulitokea wenyewe tu by chance, kwamba hakuna muumba? Hivi wao hawakuona kupitia madarubini yao, kupitia masatellite yao, katika tafiti zao, ya kwamba mbingu na ardhi kanata, zilikuwa ratka, maada moja, fafataknahuma, tukaziachanisha, ziliachanishwa mbingu na ardhi. Qur'ani hapa inatumia msamiati wa neno fataki, ad-darbatul kubra ni mlipuko uliokuwa mkubwa. Dr. Maurice Bucaille, daktari kutoka chuo kikuu cha Paris nchini Ufaransa, anasema katika kitabu chake The Bible, The Quran and Science, anasema Qur'ani ndio kitabu pekee kilichoweza kueleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na ule uumbwaji wa mbingu na ardhi kwamba ulifanyika kwa njia ya mlipuko. Mwaka 1922 alitokea mwanasayansi wa Kijerumani anaitwa Alfred Wenger. Anasema yeye ya kwamba kabla ya kutokea ile Big Bang kulitokea kitu kama volkano, mlipuko wa kivolkano, ambao mlipuko ule wa kivolkano ulikuja ukatengeneza kitu kama vile kichuguu kilichokuwa kigumu, ambacho kilikuwa kinafanana na mfano wa jiwe. Alafu ilipotokea ile Big Bang na ilipotokea ile continental draft theory, alipokuwa anayatandika yale mabara, aya zote kwenye Qur'ani zinazoelezea kutandikwa kwa ardhi ndio zinaelezea continental draft theory, ambalo katika somo ya geography kule sekondari wanafundishwa habari hii tunayoisema hapa. Kwa hiyo alipokuja sasa kuitandaza ile ardhi, yakapatikana yale mabara, kile kitu kilichokuwa mfano kama wa kichuguu kikawa kimetokeza juu, ardhi iko chini, alafu kile kitu kilichokuwa kama mfano wa kichuguu kikatokeza juu. Hii ilikuja ikazungumzwa mwaka 1912 na mwanasayansi huyu wa Kijerumani. Watukufu wa Islam, huu ulikuwa ndio msingi wa Al-Kaaba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauweka sasa. Alipokamilisha uumbaji wa mbingu na ardhi,
ilikuwa tayari ule msingi wa Al-Kaaba umekwisha wekwa. Alipokuja kuwaumba malaika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatuma wale malaika waende mahali pale wakanyanyue zile kuta za Al-Kaaba katika ule msingi aliyouweka Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, tokea siku ile ile ya kwanza alipoziumba mbingu na ardhi. Na jambo hilo kisayansi wanaliita Pangaea, linajulikana. Hili ni neno la Kigiriki, kile kitu kilichokuwa kama kichuguu kilichotokeza. Kisayansi katika somo la geography ambalo wanasomeshwa hawa kule sekondari, inaitwa Pangaea. Ulikuwa ndio msingi wa Al-Kaaba. Malaika wakajenga zile kuta za Al-Kaaba katika ule msingi aliyouweka Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala siku ile ile ya kwanza alipoziumba mbingu na ardhi. Walipomaliza akawaambia watufu waizunguke ile Al-Kaaba. Wakatufu wakaizunguka ile Al-Kaaba. Alipokuja kumuumba baba yetu Adam na mama yetu Hawa, aliwachukua akawaweka mahali patakatifu peponi. Kisha yakatokea yaliyotokea mahali pale, ikabidi waondolewe waletwe ndani ya sayari yetu inayoitwa dunia. Qur'ani inaeleza qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna. Tukasema kuambia wao, shukeni, ondokeni, nendeni zenu, lakini zama utakapokujieni mwongozo utokao kwangu, wale watakaofuata mwongozo huo haitakuwa hofu juu yao na wala hawatahuzunika, kwa kuwa mwongozo ule ulitoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akalichagua jina lake la sita, Assalamu, ikawa ndio ismu risalatu minallahi, ndilo jina lililobeba ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu ikawa ndio ismu risalatu minallahi, ndilo jina lililobeba ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakabidhiwa baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Walipoteremshwa ndani ya sayari yetu inayoitwa dunia, ilikuwa tayari ule mwongozo wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anao mkononi mwake. Watukufu wa Islam wanaeleza mufassirina kwamba baba yetu Adam aliteremshiwa maeneo ya Makka na mama yetu Hawa aliteremshiwa maeneo ya India. Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi, hakuna haja ya kukindana katika masala kama haya. Suala lililokuwa la msingi ni kuteremshwa ndani ya dunia. Malaika waliwaongoza mpaka wakawafikisha sehemu inayoitwa Arafa. Arafa maana yake kuonana, kujuana, kukutana. Wakiwa ndani ya dunia kwa mara ya kwanza ndio wanakutana pale, na ndiyo falsafa ya ibada ya hija. Tarehe 9 Dhulhajj mahujaji wote wanakwenda Arafa, wakiwa katika mataifa yote, makabila yote, lugha zote, rangi zote na hali zote. Wote wanaitika mwito mmoja. Uislamu umekuja kuondoa ubaguzi wa rangi kivitendo, pamoja na tofauti ya watu, mataifa yao, makabila yao na lugha zao, na wote wamevaa vazi la rangi moja. Na ndiyo mkusanyiko huu pia unatukumbusha siku tutakaposimamishwa katika mahakama ya Mwenyezi Mungu, katika uwanja wa hisabu, tukiwa katika mataifa yote, makabila yote, lugha zote na rangi zote. Na hapa ule ujumbe wa assalamu ndipo alipoanza kuutumia, kwa sababu hata yule mtume wa mwisho Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokamilisha kazi ya kuufikisha ujumbe wa assalam katika mgongo wa ardhi, ripoti alikwenda kuitolea Arafa. Kwa nini alikwenda Arafa? Kwa sababu ndipo mahali ambapo yule mtume wa mwanzo, nabii wa mwanzo na mtu wa kwanza, ndipo alipoanza kuutumia ule ujumbe wa assalamu mahali pale. Na yeye amekuja kukamilisha, amekwisha kamilisha kazi, akaenda Arafa na yeye akasimama. Maana yake kuanzia baba yetu Adam alayhi salatu wassalam mpaka kufika Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manabii wote na mitume wote hapo katikati, wote walikuja kufundisha ujumbe mmoja tu wa assalamu aliyokabidhiwa yule mtu wa kwanza,
nabii wa kwanza, mtume wa kwanza, baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, akaufikisha hapa katika mgongo wa ardhi. Na yeye alikwenda Arafa, akasimama akawaambia masahaba, sikufikisha kwenu ujumbe wa Mwenyezi Mungu? Mara ya tatu malaika Jibrilu anakuja anathibitisha, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo tumekukamilishieni dini yenu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni nyinyi kwamba Uislamu kwamba ndiyo dini yenu, na Uislamu ndiyo neema iliyokuwa kubwa miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizokuneemesheni. Watukufu wa Islam, hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo waliwaondoa pale Arafa, wakawapeleka Safa na Marwa. Katika mlima Safa alisimama baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Imeitwa Safa kutokana na neno Safiyullah, aliyetakaswa na Mwenyezi Mungu. Hapa ndipo aliposimama dume, na jabali lenyewe la wagumu kama yule aliyesimama mahali pale. Mwanamume anakuwa ni pure muscles, amefunikwa mwili wake na misuri kwa ajili ya kazi ngumu, kuvunja mawe na mambo mengine, kubeba magunia. Yeye mwili wake ni pure muscles, na lile jiwe vile vile jabali Safa ni gumu, kuonyesha hapa ndipo aliposimama dume. Mama yetu Hawa alikwenda kusimama katika mlima Marwa. Imeitwa Marwa kutokana na neno mar'atu, mwanamke. Ndipo aliposimama jike. Jabali Marwa la bugujuka kama ubuyu, mwanamke anakuwa ni body fats, mwili wake umefunikwa na mafuta. Qur'ani inaeleza katika sura ya pili Al-Baqara aya ya 158, inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Hakika Safa na Marwa, majabali mawili yaliyoko huko Maka, yanayotumiwa na mahujaji katika ibada ya hija au umra, min sha'airillah, ni miongoni mwa alama za kuonyesha ukweli wa dini ya Kiislamu. Waliwaondoa pale malaika wakawapeleka katika Kaaba. Walipofika wakamwambia baba yetu Adam, wewe Adam, wewe ndio mtu wa kwanza, nabii wa kwanza na mtume wa kwanza, na hii ndiyo nyumba ya kwanza iliyowekwa katika mgongo wa ardhi kwa ajili yenu nyinyi wanadamu. Sisi nyumba yetu ni Baitul Maamuri, iko mbinguni, na zile nyumba zinaelekeana katika usawa ule ule. Ilipo huko Baitul Maamur, kushuka huko chini ardhini ndipo ilipo Al-Kaaba. Ikiwa kama mtu atakuwa yuko katika Baitul Maamur, atalichukua jiwe atalitupa, linakuja kuangukia katika Al-Kaaba. Ni kukuonyesha mahali hapa ni patakatifu, hapa kuzushwa na mwanadamu. Msingi wake ameuweka Allah mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala tokea siku ile ya kwanza alipoziumba mbingu na ardhi. Wakamwambia atufu, wakatufu yeye na mama yetu Hawa, wakaizunguka ile Al-Kaaba mara 7. Watukufu wa Islam, Al-Kaaba msingi wake aliuweka Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Ikaja zile kuta zikajengwa na malaika. Al-Kaaba pia ilikuja ikajengwa na Nabii Adam alayhi salatu wasalam, ilikuja ikajengwa na Nabii Idris alayhi salatu wasalam, mpaka ilipokuja gharka ya Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, ndio akaja Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam na mwanawe Nabii Ismail alayhi salatu wasalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida wa Ismailu, na wakumbushe habari hii wakati Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam na mwanawe Nabii Ismail alayhi salatu wasalam waliponyanyua kuta za Al-Kaaba katika ule msingi wa awal aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam amechukua uwanja mkubwa sana katika dini ya Kiislamu na katika ibada ya hija, kwa sababu yeye anakuwa ndiye mtume wa kwanza mkubwa kuletwa kwa ajili ya dunia mzima, kuja kuyuhisha mafundisho ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyoanza kufundishwa na Nabii Adam alayhi salatu wasalam, yakafundishwa na Nabii Idris alayhi salatu wasalam, yakafundishwa na Nabii Nuh alayhi salatu wasalam. Watu wa Nabii Nuh alayhi salatu wasalam
wakawa ndio watu wa kwanza katika dunia kuharibu ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kiasi kikubwa sana. Ndio analetwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam kuja kuyuhisha mafundisho ya dini yaliyoanzia huko kwa Nabii Adam alayhi salatu wasalam mpaka kufika Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, kuja kurejesha watu wote wawe katika kundi moja na dini moja ya haki aliyokabidhiwa nayo baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Kana nasu ummatan wahida, watu wote tokea mwanzo, tokea asli walikuwa wa kundi moja la dini moja ya haki aliyokabidhiwa nayo baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Pia anakuwa huyu ndiye mtume wa pili mkubwa kuletwa katika dunia. Wa kwanza ni Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, huyo ndio mtume mkubwa katika wale ulul azmi minar rusuli. Alafu ndo akaja Nabii Ibrahima, lakini Nabii Ibrahima alayhi salatu wasalam yeye anakuwa ndiye mtume wa kwanza mkubwa kuletwa kwa ajili ya dunia mzima. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Kwa hiyo ilikuja ikajengwa na makabila ya Kiarabu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na umri wa miaka 35. Imekuwa hivyo mpaka hivi leo kutokana na uchakavu, mafuriko, teknolojia kwenda mbele, lakini yale yote yanafanyika katika msingi ule ule aliyouweka Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Kaaba. Nimeyasema haya, nimesoma katika gazeti moja, mtu mmoja tena ni daktari bingwa wa hospitali moja jijini la Dar es Salaam, ana PhD, anakuja kuandika ya kwamba Al-Kaaba ni ibada ya hija ni ibada ya kishirikina, kwa sababu maeneo yale Muhammad alipokuja aliyapenda. Washirikina walikuwa katika Kaaba, Safa na Marwa na sehemu zingine, wameweka masalamu yao, wanaendesha ibada zao za hija, wanaendesha ibada zao za kishirikina, wanafanya matambiko yao. Muhammad akapenda, akaunda jeshi, akawafukuza. Maeneo matakatifu yamekuwa na tabia ya kuvamiwa na washirikina katika nyakati zote. Ni kama leo unavyoona huko katika Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa, ile inakuwa ni nyumba ya pili kuwekwa katika mgongo wa ardhi baada ya Al-Masjidul Harami, na yasemekana ya kwamba aidha malaika walipokuja kujenga kuta za Al-Kaaba ndio wakaenda kuweka msingi ule, au yasemekana ya kwamba baba yetu Adam alayhi salatu wasalam ndiye aliyekwenda kuweka ule msingi wa Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis. Haya yote ni maeneo matakatifu, na ndiyo maana safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilianzia Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa, ni kukuonyesha ya kwamba maeneo haya yote ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni maeneo yaliyokuwa matakatifu. Nikajibu hiyo ya kwamba huyo profesa pamoja na PhD yake hajui historia ya maeneo matakatifu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndiyo historia fupi ya maeneo matakatifu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ya hija, hatua ya kwanza inakuwa ni safari. Mahujaji wakiwa wanaume na wanawake wanasafiri kutoka katika miji yao na nchi zao, wote wanakwenda mahali pamoja katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Al-Kaaba. Wakimaliza pale wataondoka, watakwenda Mina, maili 9 kutokea maeneo yale, watakwenda kupiga kambi kule. Hizi ni hatua 5 za ibada ya hija. Professor Keith Moore, daktari bingwa wa embryology and anatomy kutoka chuo kikuu cha sayansi cha Toronto nchini Canada, Canadian Association of Anatomists, Professor Keith Moore, zile hatua 5 za ibada ya hija anakwenda kuzizungumzia ndani ya tumbo la mwanamke katika utungaji wa mimba, kwamba mtoto akiwa ndani ya tumbo la mama yake kuanzia siku ya kwanza ya utungaji wa mimba mpaka anapokuja kuzaliwa anakuwa hana tofauti yoyote na hujaji katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Al-Kaaba.
na vituo vyote anavyovipitia na matendo yote anayoyapitia anayoyafanya ndani ya tumbo la mama yake, ndiyo ibada ya hija katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Al-Kaaba. Alhadithu qala Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummuhu, muttafaq alayhi. Imepokewa hadithi kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi, ameeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mwenye kwenda kuhiji katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Al-Kaaba, akawa yeye si mwenye kusema maneno machafu wala vitendo vichafu, atarejea mtu huyo katika mji wake kama ile siku aliyezaliwa na mama yake, hadi ya kuwa hana dhambi alipotoka ndani ya tumbo la mama yake. Muttafaqu alayhi. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala azza min qa'ilin alim fa idha qara'ta alqurana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa nahnu mujtami'una amma ba'di ayyuhal ikhwa usikum wa nafsi maratan thaniya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad faza almuttaqun. Ndugu wa Islam, Profesa Keith Moore akaanza kuambia kwamba mbegu za uzazi za mwanamume, chromosome, katika ule mkupuo mmoja wa maji ya uzazi mwanamume anayomwaga katika fuko la uzazi la mwanamke, katika nyumba ya uzazi ya mwanamke, zile chromosome zinakuwa ziko mbea mbili, zinakuwa ni X na Y, ni wanaume wale na wanawake, na zile mbegu hazina tofauti yoyote na wale viluwiluwi vya katika maji machafu, wanakuwa vile vile kichwa na mkia, kichwa na mkia, kichwa na mkia. Na ndiyo maana kama hausomei udaktari, hawakuruhusu wewe mtu wa kawaida yakachukuliwa maji ya uzazi ya mwanamume, spermatozoa, yakatiwa katika darubini alafu ukaambiwa angalia. Hawakuruhusu. Utamchukia mwanadamu. Hana tofauti yoyote na kile kiluilui unachokiona kinaelea katika maji machafu, vile vyeusi. Sasa vile vinakuwa viko mbea mbili, ni wanakuwa ni wanaume X na Y, wanaume na wanawake. Na Qur'ani imewataja katika sura ya 53 surati An-Najmi aya ya 46 mpaka 47, wa annahu khalaqa zawjaini dhakara wal untha min nutfatin idha tumna. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeziumba mbea mbili ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume, dume na jike, X na Y, idha tumna, pindi yanapomwagwa katika fuko la uzazi la mwanamke. Walikuwa hawajui mtoto kuwa mwanamume au mwanamke, jambo hili linafanyika wakati gani. Qur'ani ilipoteremka ikasema idha tumna, ni wakati ule ule wa kutunga kwa ujauzito, na jinsia inafanyika pale pale. Mbegu zote za mwanamke zinakuwa ni X, mwanamume inakuwa ni X na Y. Kwa hiyo X ya mwanamume ikikutana na X ya mwanamke, mtoto anakuwa mwanamke. Y ya mwanamume ikikutana na X ya mwanamke, mtoto anakuwa mwanamume. Anayefanya mtoto awe mwanamume au mwanamke ni mwanamume, na jambo hilo linafanyika pale pale idha tumna, wakati ule ule. Qur'ani haya imesema karne ya 7,
wao wamekuja kujua karne ya 18. Wakati huo Qur'ani ilikuwa tayari ina umri wa miaka 1200. Yule kijana wa Kiarabu kule jangwani aliwapita kwa miaka 1200. Alikwisha sema daktari wa kwanza, mzungu wa kwanza kujua hili ni Spolanzi, karne ya 18 ndio anajua hiyo. Kwa hiyo wale Profesa Kepmo akasema X na Y, wanaume na wanawake, akasema hawa ndio mahujaji. Na katika ule mkupuo mmoja, maji ya uzazi ya mwanamume anapoyamwaga, zile chromosome ambazo zinakuwa zimebebwa katika spermatozoa, yale maji ya uzazi ya mwanamume, ule mkupuo mmoja, wale wanakuwa ni milioni 500 mpaka milioni 600. Akasema hawa ndio mahujaji, na mbegu zote zinakuwa ni za rangi moja. Akasema ndio vazi la ihrami. Aliyewasafirisha ni nani? Ni mwanamume. Na katika ibada ya hija kuwasafirisha mahujaji, ulinzi katika ibada ya hija, kuiendesha ibada ya hija, anakuwa nani? Mwanamume. Arrijalu qawwamuna ala nisa. Wakati huo inakuwa yai la kike limetolewa kutoka katika ovar, mfuko wa mbegu za uzazi za kike, limesafirishwa, limepelekwa katika fallopian tube. Likifika pale, lile yai likiwa limechanganyika na majimaji, follicular fluid, kazi yake ni kulifanya yai liwe na uhai. Na pale hapatakiwi pawe pakavu, panatakiwa pawe na hali ya umaji. Qur'ani maji haya imeyataja katika sura ya 2 Al-Baqara aya 225, nisaukum harthun lakum, wanawake wenu ni mashamba yenu. Shamba lenyewe limetajwa kwa jina la harth, ni kama vile shamba la mpunga. Mbegu inapandwa kwanza kwingine, ikishamea ndio mkulima anaing'oa, anakwenda kuipanda katika shamba kubwa. Kwa hiyo hapa ni kitaru, hiki inakuja kuatikwa mbegu ipate kumea. Kwa hiyo zile mbegu zinapokuja X na Y, ile iliyokuwa ya kwanza kulifikia lile yai la kike, Qur'ani imetumia neno dafiqi. Ni kwamba ile mbegu moja itakayokuwa ya kwanza itakwenda itaishuti lile yai, litalipiga, ule mkia utakatika, kile kichwa kitaingia ndani ya lile yai. Ule mkia kazi yake ni kukisafirisha kile kichwa, na zile mbegu zinasafiri kulia kwenda kushoto, zinazunguka kulia kwenda kushoto. Mahujaji wanaizunguka Kaaba kulia kwenda kushoto, na lile yai linapotolewa kutoka ndani ya ovar, ule mfuko wa mbegu za uzazi za kike, linazunguka lile, linatoka kwa mwendo wa kulia kwenda kushoto. Likishafika juu kulinapokelewa na vitu pale vya wanaita fimbria, hawa wenyewe madaktari, linaokotwa, linaingizwa katika fallopian tube. Na mule ndani ya fallopian tube kuna vitu kama miguu mingi ya jongoo, kidaktari, kibiolojia, kisayansi wanaita cilium. Likiingizwa tu yai, zile cilium zinacheza, zikicheza linalizungusha yai, linalisafirisha, linalipeleka katika mji wa kutungia mimba, linasafirishwa kulia kwenda kushoto, na mahujaji wanaizunguka Kaaba kulia kwenda kushoto. Likishafika pale, mbegu moja ikishaingia, yai linatoa kemikali, zinaziambia mbegu zinazokuja, nyinyi mnaokuja msiingie, mwenzenu mmoja katika nyinyi amekwishaingia. Mbegu zote zitakuja mpaka karibu na yai ilipoingilia mbegu moja, zote zitarudi kulia, litalizunguka yai kulia kwenda kushoto. Yai ndio linakuwa mithili ya Al-Kaaba kule Maka, ilipoingilia mbegu moja ndio pembe ya Al-Hajar Al-Aswad. Na wale X na Y ndio wanakuwa ni mahujaji, wanatufu. Jambo hilo linafanyika ndani ya tumbo la mwanamke. Ibada ya tawaf, yaani pale hakuna tofauti yoyote ndani ya tumbo la mwanamke na katika viwanja vya Al-Masjidul Harami, hakuna tofauti yoyote. Ndio Mtume hapa akasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinachozaliwa kinazaliwa Kiislamu. Sasa muniambie, kwa mwanamke ambaye yeye sio Muislamu, kuna kuwa na tofauti ya mfumo kama huu? Kuna kuwa na mfumo mwingine? Mfumo ni huu mmoja, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinachozaliwa kinazaliwa Kiislamu. Kwa hiyo yeye hapa litakaa kwa muda wa siku 7. Nambari 7 ndio nambari ya mahujaji kuizunguka Al-Kaaba. Nambari 7 ndio nambari ya mahujaji kuzunguka vilima viwili Safa na Marwa.
yai litaondoshwa, litapelekwa sasa katika fallopian tube, linapitishwa mule ndani. Kuna vinywelea mithili ya miguu mingi ya jongoo, na inakuwa tayari lile yai limekwisha toa mizizi, chorionic villi, na lisipoondoka hapa, madaktari wanaita ectopic, wanaita kwamba ni mimba iliyotunga nje ya fuko la uzazi. Wao lazima waiondoe isipoondoka hapa. Lakini Qur'ani imeeleza ya kwamba mimba ya namna hii ipo nayo. Katika gazeti la Uingereza moja limeeleza habari ya yule mwanamke aliyejifungua alipokuwa anafanyiwa operation. Madaktari wakashtukia tu baada ya kupasuliwa gozi gumu la juu ya tumbo, mtoto akatoka. The Metro limeandika hilo. Hawajafika katika uterus, katika fuko la uzazi, wala katika membrane, katika mfuko chupa, hawajafika, mtoto akatoka. Mtoto huyu alikaa wapi? Hawakujua. Mimba hii Qur'ani imeitaja wa matahidhul arham, na zile mimba zinazofichwa na matumbo ya wanawake Mwenyezi Mungu anazijua. Ndio hii hapa, hii ni mimba ambayo ilifichwa na tumbo la mwanamke. Kwa hiyo itaondoshwa, itapelekwa katika fi qararil makini. Fi qararil makini ni wapi? Ni katika uterus, ni katika fuko la uzazi, ndio inakwenda inapandikizwa. Alafu pale kutakuja kitu kitaizunguka ule ujauzito, wanaita membrane, chupa. Ndio yule mtoto atakaa mule ndani, atazungukwa na maji, amniotic fluid. Alafu pale mawasiliano ya mtoto na mama ni ile kamba yake ya kitovu. Yule mtoto, umbilical cord inatoka kwa mtoto inakwenda kwa mama, inakwenda kuungana na placenta ambayo inakuwa iko nje ya fuko la uzazi. Placenta kazi yake ni kuchukua chakula kwa mama, inamlisha mtoto na hewa safi ya oksijeni, na kutoa taka zake za mwili, haja kubwa na ndogo, na kutoa ile carbon dioxide. Na kazi nyingine kwamba ile umbilical cord inamzungusha mtoto pale, azunguke anavyotaka Mwenyezi Mungu. Anazungushwa vipi? Anazungushwa kulia kwenda kushoto. Mahujaji wanazunguka kulia kwenda kushoto. Ule mzunguko ukishafika mwisho wa yule mtoto, utamuona sura yake ameifunika chini, mikono yake ameitenga hivi, na miguu yake ameikunja, amesujudu, anasubiria kuzaliwa hapo. Kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinachozaliwa kinazaliwa hadi ya kuwa ni Kiislamu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.